Yesu amehakikisha ya kwamba ishara kubwa ya kuonyesha ya kwamba yuko mlangoni ni kwamba kutatokea manabii wa uongo ambao watatanganya watu sana, na ili wafunike huo uongo wao watatenda ishara na maajabu, miujiza hapa na pale. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Nikisema hivi umeangalia kushoto kulia ya kwamba makanisani siku hizi madhehebuni ni miujiza na maajabu, kuonyesha ya kwamba huu ndio wakati ambao Yesu alisema ya kwamba tukiona hayo tujue ya kwamba yuko mlangoni. Maana katika mstari wa 33 anasema, muyaonapo hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Hayo yaliyasema na tumeyaona. Na akasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba mapepo ndio watakuwa wanafanya hiyo miujiza. Ufunuo 16 na mstari wa 14, ambapo anasema kwamba kulionekana pepo wachafu kama ama mfano wa chura. Akasema hao chura hao ni nani? Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo kumbe hii miujiza mingi makanisani ni manabii wa uongo wanafanya. Ndio. Nani anawatumia? Ni mapepo. Wanatumia nguvu gani? Mapepo. Na nitakuonyesha ushahidi. Wacha nikuletea hao manabii kwa kinywa chao na kwa midomo yao waseme, na utahakikisha ya kwamba ukweli ni manabii wa uongo. Na watu wamedanganywa na kudanganyika. Na neno linasema ya kwamba hao ni mapepo wanafanya ishara ili kuwadanganya watu waanzishe vita. Vita gani hiyo? Kwenda chini anasema ya Armageddon. Na Armageddon ni vita vikuu vya tatu, Third World War. Kwa hivyo hii miujiza kumbe lengo lake ni kuwadanganya watu na kuwaweka tayari ndipo vilipuke vita vikuu vya dunia. Ndiyo neno limesema. Na Mungu anatuonya vizuri sana katika kitabu cha Yeremia ya kwamba hawa manabii wa uongo wanakuja kwa jina la Mungu, lakini Mungu hajawatuma. Sikia vile Mungu anavyosema. Yeremia 14 na mstari wa 14. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la upatili na hadaa ya mioyo yao. Bwana asifiwe kwa kutuambia ujumbe kama huu ya kwamba manabii wa uongo hao ambao wanasema eti Bwana ameniambia, Roho amenionyesha, Bwana nilionyeshwa kwenye ndoto, kwenye njozi. Hawa manabii hao ambao wameondoa imani ya watu kwa neno la Mungu. Sasa siku hizi watu wanatembea kwa njozi na maono na ndoto za watu ambao wanajiita ni manabii na mitume katika ulimwengu wa Kikristo na makanisani. Watu wameacha kusoma neno. Sasa wameshika neno la manabii. Manabii ambao wanatumia vichwa vyao. Mungu amesema hakuwatuma, lakini wanasema wametumwa na Mungu. Hajasema nao, lakini wanasema Bwana ameniambia. Msiamini kila roho, zijaribuni hizo roho. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 na mstari wa 1. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Test the spirits. Amesema sijaribu. Kwa hivyo hawa manabii wengi ambao wamejaa makanisani na mitume ambao wanasema ya kwamba Bwana amenena nao, test those spirits. Wajaribu. Na jaribu gani? Ni kipimo gani kinatumika? Ni neno la Mungu la maandiko matakatifu. Mambo wanayoyasema, kazi wanazozifanya, njozi wanazoziona, watufunulie kwenye maandiko matakatifu tuone zimeandikwa wapi. Kwa hivyo tumehakikishiwa ya kwamba kwa neno la Mungu tupime hao watu. Maana neno linasema katika kitabu cha Mathayo 7 na mstari wa 15, jihadharini na manabii wa uongo
Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Kumbe hao manabii wanakuja wamevalia mavazi ya kondoo, mavazi ya Ukristo. Unaona ni Wakristo, ni mapasta wa ajabu, ni viongozi, mitume. Wanajiita manabii na mitume, apostles and prophets. Wanaonekana Wakristo wenye nguvu ya kutenda miujiza, kuombea watu, kufukuza mapepo na miujiza na maajabu mengi. Lakini Yesu amesema wamevaa ngozi ya kondoo, ndani ni mbwa mwitu wakali. Mbwa mwitu ni kuua kondoo. Kumbe wanaleta imani na mafundisho yanayokuja kuua kondoo za Mungu. Ndiyo, tutawajuaje? Kwa matunda yao, kwa matendo yao tutawatambua. Hayo na kuletea uyaone katika kitabu cha Isaya 8 na mstari wa 20. Neno la Biblia linasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Amesema tuwapime kwa sheria ya Mungu na kwa ushuhuda, yaani maandiko matakatifu ya Biblia na sheria ama amri za Mungu. Hawa watu je, wanashika amri za Mungu na wanazitukuza? Je, hawa watu wanalitukuza neno la Biblia? Wanarejesha imani ya watu kulingana na imani ya Biblia? Je, ni watu ambao wanasimamisha amri za Mungu ama wanafunja amri za Mungu lakini wakidai jina la Mungu? Wanaondoa watu kwenye maandiko matakatifu. Neno limesimama likisema kipimo cha pekee cha kuweza kujua haya mapepo ambayo yamejaa makanisani na yanafanya miujiza, na watu wanadhani kwamba ni apostles and prophets, kumbe ni roho za mashetani, vile ambavyo neno limesema. Tuendee maandiko matakatifu ndipo tuone. Hawa pepo wachafu wanapoingia makanisani, sema ya kwamba watu wakipokea roho kwenye makanisa mengine eti wanaanza vicheko vitakatifu. Angalia. Hivyo ni vicheko vitakatifu baada ya kupokea Roho Mtakatifu? Hapana. Katika kitabu cha Mhubiri 2 na mstari wa 2 inasema, nikasema juu ya kicheko ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Kwa hivyo kulingana na maandiko matakatifu, hivyo vicheko ni uwazimu. Uwazimu sio wa Mungu, ni wa shetani. Kwa hivyo huyo ni roho gani anawafanya watu wanaanza kuchekacheka hivyo? Ni roho wa uwazimu, pepo wachafu, hao ambao tumewasoma mfano wa vyura ambao wamejaa kwenye madhehebu, kwenye makanisa, na watu wanadanganywa kwamba ni Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo wanadanganywa kwamba wakipokea huyu Roho Mtakatifu wanaanguka chini. Huyo roho anawaangusha, wanaanguka. Hayo yamejaa makanisani. Pokea hiyo mafuta ya leadership. Pokea hiyo. Tuna kule. Pokea hiyo ya leadership. Pokea hiyo. Tuna kule. Beba tena na. Beba. Chap. Tuna na. Tuna kule. Chunga. Lakini neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema ya kwamba mtu wa Mungu anapopokea Roho Mtakatifu, Roho anamsimamisha, anamuinua. Ndiyo, katika kitabu cha Ezekiel 2 mstari wa 1 na wa 2 anasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, ikanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami.
Kwa hivyo tumeona ya kwamba Roho Mtakatifu anapoingia anainua, anatia nguvu, anasimamisha na sio kuangusha. Pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 na mstari wa 2 na mstari wa 14, neno linasema ya kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, wanafunzi walikuwa wameketi, na walipopokea Roho Mtakatifu wakainuka, wakanyanyuka, wakasimama, wakaanza kuhubiri, Petro akiwaongoza. Anasema kukaja ghafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Walikuwa wameketi Roho aliposhuka. Na mstari wa 14, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Roho Mtakatifu anapoingia, watu wanatiwa nguvu, wanasimama, wananyanyuka, wanainuliwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Lakini pepo mchafu anapoingia, ambaye ndiye anajifanya roho ambayo makanisa yanapokea, nini kinafanyika? Wanaangushwa. Roho mchafu ama pepo wachafu hawa vyura wanawaangusha watu. Neno linasema katika kitabu cha Mariko 9 na mstari wa 17 na 18, inasema mtu mmoja katika mkutano akamjibu Yesu, akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampaga hapo humpwaga chini, naye hutoka pofu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Kwa hivyo roho mchafu, pepo mchafu anapowaingia watu, wanafanyika namna gani? Wanaanguka chini, wanapwawa chini. Ni roho mchafu, ni pepo, wanapowaingia watu makanisani, wanaangushwa chini. Roho Mtakatifu anasimamisha, roho mchafu anaangusha. Ningependa uone hawa manabii wa uongo mambo ambayo wanafanya. Mfano huyu anayeitwa Benihini, huyu mzungu ambaye anafanya miujiza ajabu duniani, ambaye anajaza watu na roho, anasema ni mtakatifu na miujiza ya ajabu. Yeye mwenyewe anapopokea huyo roho anaangushwa, na sio roho anamuinua, ni watu wanamshika mkono na kumunyanyua. Ona. Sasa muone huyo Benihini anapowajaza watu na huyo roho, uone vile watu wanaangushwa. Pepo wachafu wa manabii wa uongo. Fire! That's the glory of God here. People of God, lift your hands, just breathe in that anointing. That's the glory of God here. Everyone pray in the Holy Ghost. Come on. Dear God. Touch. 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 Hilo jambo ndilo tunaliona hata kwa huyu ambaye anajiita prophet wa Kisii, Pastor Morwabe. Naye anapowajaza watu roho wake, huyo anasema ni roho wa Mungu mtakatifu, lakini tumehakikisha kwamba ni roho mchafu, pepo mchafu. Nao wanapopokea huyo roho wanaanguka chini.
Sio eti wanapotolewa pepo, wanapochazwa na hiyo anointing, wanapochazwa na huyo Roho Mtakatifu. Hata hawa ni mapasta. Ningependa uone mapasta walipoenda kuamuru Abe, kwenda kumwambia ya kwamba na sisi tuchase na huyo Roho kabisa, na sisi tutende miujiza kwenye makanisa yetu. Maana watu wanapenda miujiza na sio neno. Ona vile ambavyo wanapopokea huyo Roho waende kutenda miujiza wanavyoanguka. Prepare your heart, for you are getting a package like never before. My Father, give an outpouring of the Spirit in the name of Jesus Christ. My Father, have your way in Kakamega. The Spirit of God in my life, I transfer a package to you. Receive him now for supernatural accomplishments. Have your way, Lord, have your way. Continue thanking God. Have your way. Becoming one by one. Oh Lord, have your way. The supernatural grace of God transcending Eldoret. My Father, receive a new beginning. Have your way. The supernatural power and grace of God to work supernaturally in Bungoma from this hour. Receive an anointing. Man of God, Uganda. I keep saying Uganda. You are a father to many, and the same grace, supernatural power. I see the power of God descending upon you. Receive a grace in Jesus' name. Uwoli naye ndiyo huyo na huyo Roho. Naye watu wake wanapopokea Roho, naye anawaangusha. Huyo Roho wao anawaangusha. Sio Roho Mtakatifu, tumesoma ni pepo wachafu. Kwa hiyo nitakapopita karibu nanyi, kila juma zaidi kwa juma. Nitakapopita karibu nanyi, utukufu uko hapa. Funga macho. Mwingine naye anayejiita apostle, naye ana nguvu ya ajabu. Anasema yeye ni nabii hatari kabisa. Ni nabii hatari. Msikia akisema ya kwamba yeye ni mchungaji hatari, na kweli ni hatari, dangerous. Kifuata imani yake umepotea. Nikanyoshia huyu na anointing. Kuna tofauti ya mkono wa kawaida. Mimi ni wale waumbiri hatari. Naweza amua nifanye miujiza ama nipumzike. Nisipoombea mtu utafikiria watu wote hawana pepo. Ngoja nichamuke. Naona mwanaume, naona wewe. Naona. Ni huyo mwanaume. Nilikuwa natafuta huyo. Sio hawa walikuwa hapa, nilikuwa kule ndani, sema kule. Naye anatenda miujiza ya ajabu.
watu wanapoenda kwake, kwa mfano hao watu wanapoenda kwake, au mapasta walipoenda kwake na mabibi zao, eti wanataka kwenda kupata nguvu ya kwenda kufanya miujiza kwenye vitongoji vyao ambavyo ni makanisa madhehebu, wafanye miujiza pale, na wao walipopokea roho ni kuangushwa. Nilikutana na wewe na nikakuona. Wachungaji hawa wameamua kukutana na mimi na wakaamua kukutana na wewe. Yesu ulionipatia, wapatie Bwana, wapatie Bwana, wapatie Bwana, wapatie Bwana. Yesu, 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 Baba, kwa jina la Yesu, wamama hawa Bwana usiwaache, maisha yao yawe mikononi mwako, wanapolinda wa bwana zao ambao ni makuhani, na wao wawe prophetess, 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 prophetess. Tumekuja kama nyumba ya wachungaji. Okay. Namba ya kwanza kuvunjiwa madhabahu. Yes. Ya pili utubariki. Amen. Tuweze kufanya kazi kwa bidii kuliko vile tumekuwa tukifanya. Amen. Oh my God. Hekima nzuri sana. Mungu awabariki. Hii ni sadaka yetu. Bwana awabariki. Hii ni sadaka yenu. Oh my God. Anafanya miujiza ya ajabu mpaka anajisifu ya kwamba ana nguvu. Ona jinsi anavyofanya miujiza mpaka anaita watu kuku. Eti watu wamewekewa kuku. Unakumbuka Nabii Yeremia alisema ya kwamba hawa watu wanafanya uaguzi wa akili zao. Uganga. Hao ni waganga tu. Ni waganga wamekuja ndani ya makanisa sasa wanatabiri. Nimeonyeshwa umerogwa na kuku iko kwa kichwa chako, wengine kwa tumbo, wengine kitu chako kimewekwa mahali fulani. Uganga. Huo ni uganga, wale waganga wa kienyeji. Ndio wamekuja makanisani. Huyo roho ndiye huyo. Wewe ni Mluya? Mimi ni Mluya. Yes, nimekwambia. Ni mara yako ya kwanza kuja hapa? Mara yangu ya kwanza. Yeah? Ni mara yangu ya kwanza. Yes, maana nimeona amerokwa na kuku. Nimeona kuku hapa kwa kichwa. Kwanza tutoe hiyo kuku. Si tutoe? Tutoe hiyo kuku na jioni kila mtu akule nini? Kuku. Hey, mtaweza kweli? Toa hiyo kuku. Toa. Toa hiyo kuku. 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 Acha atoe. Toa kuku. Toa kuku. Toa kuku hiyo. Toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Mwingine ndio. Piga. Toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Wewe, toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Leta hiyo kuku ingine hapa. Wewe leta hiyo kuku hapa. Toa hiyo kuku. Leta juju. Leta juju. Leta juju. Toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Toa hiyo kuku. Yeah. Hey. Kuna kuku ingine hapa. Leta hiyo kuku. Leta kuku zote. Wewe. Leta hapa. Kuna kuku ingine hapo. Alafu huyo jamaa anapofanya unabii wake hatoi kofia. Hiyo kofia ina maana. Wana maana yao. Kama ingekuwa ni mtu wa Mungu, neno linasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 na mstari wa 3 na 4. Napenda mfahamu kwamba kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Alafu mstari wa 4 anasema kila mwanaume anayeomba au kutoa unabii akiwa amefunika kichwa chake anakiaipisha kichwa chake. Kwa hivyo kila mwanaume anayehutubu ama kuomba, anapohubiri ama kuomba akiwa amefunika kichwa chake, huyo anamwaipisha Kristo. Huyo jamaa huyo anayejiita Yeremia Kioko, angekuwa ni mtoto wa Mungu anayejua Biblia inasema nini, hangekuwa anahubiri na kuomba akiwa amevaa kofia. Lakini umemwona akiwa hatoi kofia. Unabii wake ni kuwapokeza watu pesa. Eti wapokee pesa, sio wapokee neno ama wabariki na mibaraka ya wokovu, ni pesa tu. Die now, receive the power. Oh my God. Hii niko na power ya Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema amen. Inua mkono juu, sema nataka hiyo power ya apostle. Hiyo power nakupatia leo ni ya pesa. Are you need money? Receive money, receive money, receive money, receive money. Wewe unao tutazama, nataka upokee pesa nyumbani. Mahali popote ulipo, pokea anointing pale nyumbani. Pokea neema pale nyumbani. Unatazama, pokea neema hiyo. Ile anointing inatembea hapa, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kuja. Kuja. Wachana microphone. Kuja. Piga. Piga. In the name of... Yeah. Zawai.
tulikuwa tunaenda mimi na Jeremiah nikaambia wote watoke hapa. Hiyo ni kiroho my friend. I say semeni I say ilikuwa kale. Tazamaje, sijui wewe kwa yako tupangane na mapepo inua mkono sema hapa tutapambana na wao. Pokea hiyo upako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo upako kwa jina la Yesu. Natakanga kupatia mtu upako ikiwa mbichi. Ikiwa mbichi. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Nasikia katika spirit wale unaweza ukajiconnect saa hii na 100, 200, 300, 500 anything uko nayo, jiconnect hapo na kuja kusema asante na kuja kwako. Tuma kwa hiyo namba saa hii tu kile uko nacho, tuma hapo saa hii. Anointing ni moto saa hii. Hiyo ndio shida alionayo huyu anayeitwa Ng'ang'a, ambaye lengo lake ni kukusanya sadaka na kuitupa kanisani eti mmetoa kidogo. Lete hiyo sadaka. Lete. Me, I don't play games. Sasa hii ni nini? What is this? Ya nani hii? Hawa wote. Hii. Mama ambaye utajenga madhabahu ya watoto, unatoka all the way unakuja kufanya sarakasi hapa. Next time don't come here when I'm here. I'm the commander. I don't play games. Lakini unakumbuka ya kwamba Yesu alipomuona yule mjane ameleta hera 2 tu kwenye sadaka, alimsifu ya kwamba ametoa ajabu. Hera yako, sadaka yako, iwe ni kidogo ama ni nyingi, ukiwa umemtolea Mungu kwa roho yako yote, inakubalika. Lakini hawa shida yao ndio ile ambayo inatajwa katika kitabu cha Warumi 16 na mstari wa 18. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Hao manabii wa uongo shida yao ni tumbo na sio utukufu wa Mungu. Alafu huyo nabii ambaye ni Yeremia anasema ya kwamba anafanya miujiza kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 7 watu waende nyumbani. Yaani waingie kanisani saa 11, miujiza mpaka saa 7 waende nyumbani. Yaani wanaingia wakiwa empty, wanatoka wakiwa empty zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Yaani miujiza ndio watu itawapeleka mbinguni? Hapana. Pokea anointing. Nasema leo nimeanza, nilikuambia siku moja nitaanza ibada saa 11. Sema saa 11. Na itakuwa tu ya miujiza mpaka saa 7, alafu tuende nyumbani. Halo. Neno la Mungu linasemaje? Katika kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 17, Yesu anaomba ya kwamba uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo neno la Mungu ndilo linalowatakasa watu. Watu inabidi wapewe neno na sio miujiza. Miujiza hii tumeona ya kwamba ni ya kishetani. Na pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20 na mstari wa 32, mtume wa Mungu anasema ya kwamba amewakabidhi hao watu kwa mkono wa Mungu na kwa neno la neema yake ambalo litawatakaza na kuwaimarisha. Sikia vile anavyosema, basi sasa na waweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na hao wote waliotakaswa. Ndio hao sasa waliotakaswa na ile kweli ambayo tumeisoma katika Yohana 17 na mstari wa 17. Watu makanisani hawahitaji miujiza, hapana. Wanachohitaji ni neno.
Tumeachiwa neno la Mungu, Biblia, ya kwamba ndilo lituongoze, ndilo lituimarishe. Imani ya watu wa Mungu imeondolewa kwenye neno la Mungu, Biblia, na imewekwa kwenye manabii wa uongo. Watu siku hizi wanataka tu ya kwamba nabii wangu ameenda mlimani, sijui ni milima gani hiyo, eti ameonyeshwa, au ni waganga wameenda kuonyeshwa na mapepo. Hawataki ushike neno. Na kuletea huyu, maana yeye anasema, huyu anaitwa Prophet Owori, anasema yeye ni nabii na tena anatenda miujiza. Basi ametimiza vigezo viwili, ni nabii tena mtenda miujiza. Acha nikudhibitishie ya kwamba huyu jamaa kwenye imani ya Ukristo, kwenye imani ya Biblia hayuko. Yohana 14:6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Huyo ni Yesu anasema, hakuna mtu yeyote atakayeenda kwa Baba, atakayeenda mbinguni bila kwa njia ya Yesu. Yesu peke yake ndiye njia itupelekaye mbinguni, itupelekaye kwenye uzima, kwenye ufalme wa Baba. Ndivyo Yesu anavyosema kwenye maandiko matakatifu. Owori anasema hakuna mtu atakayeenda mbinguni ikiwa hatapitia kwa Owori. Msikie akisema kwa Kiingereza. Confusion in the church. God is never irrelevant. He cannot send me and then you say, no, me I will enter without him. Did you understand that part? Yes. Now this is a very critical part. Exactly. Meaning you can never ever ignore the prophet of the Lord. Exactly. Did you understand me? Exactly. So you cannot say, no, I want to go to him direct. You would endeavor to find out what message has he brought. Jambo la pili la kuthibitisha ya kwamba huyo jamaa ni nabii wa uongo. Anasema ya kwamba Mungu anamuita eti yeye Owori ni Lord. I tell you, nakwambia, I wanted you to meet the mighty prophet of the Lord. nilitaka mkutane na nabii mkubwa wa Bwana. And when the Lord comes to speak with him, na wakati anapokuja kunena naye, Bwana anakuja kunena naye. Karibu nikuchape na microphone. When the Lord comes to speak with him, wakati Bwana anakuja kunena naye, the Father, Baba, in the dream, katika ndoto, when he comes to him, anapokuja kwake, he always calls him, kila wakati anamuita, he calls him, my Lord, anasema Bwana wangu, my Lord, Bwana wangu, look what they have done. tazama kile ambacho wamefanya. Upuzi kando. Upuzi kando. Upuzi kando. Did you hear what I told you today? Je, ulisikia kile nilikuambia leo? Did you understand? Je, ulielewa? Okay. Sawa. And then he comes and he stands and looks at him from a distance. Alafu anakuja na anasimama na muangalia kwa umbali. Then he says, kisha anasema, this is the most powerful prophet that I have ever sent. Huyu ndiye nabii wa nguvu zaidi ambaye nimewahi kumtuma. Today I have told you. Leo hii nimewaambia. Lakini Biblia inasema ya kwamba tuna Bwana mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Katika kitabu cha Waefeso 4:5. Tena kuna Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Na pia katika kitabu cha Wakorinto 8, Wakorinto wa kwanza 8:6, pale anasema na kuna Bwana mmoja tu, only one Lord, Yesu Kristo, ambaye kwa yeye vitu vyote vimekuwepo na kwa yeye tunaishi. Na pia katika kitabu cha Waebrania 1:10 inasema ya kwamba ni mmoja tu ambaye Mungu anamuita Lord. Anasema pia asema hapo mwanzo, Bwana uliweka misingi ya dunia. Maandiko yamethibitisha ya kwamba mpaka Mungu anamuita Yesu ya kwamba ni Lord. Na maandiko yanamjua Yesu kwamba yeye peke yake ndiye Lord. Alafu jamaa huyo anasema ya kwamba yeye ndiye Mungu anamuita eti Lord. Ni nani nabii wa uongo isipokuwa yeye? Maana amegongana na maandiko na usemi wa Yesu waziwazi. Na anatenda miujiza na ishara ya ajabu. Anatenda miujiza ya ajabu. Na anajiita ya kwamba kwa wale manabii ambao Mungu amewahi tuma tangia Musa mpaka mwisho, mpaka Yohana wa Ufunuo, eti Owori yeye ni mkubwa kuliko wote.
ni mkubwa kwa kupomoa imani ya Kikristo katika maandiko matakatifu. Ni nabii wa uongo. Unabii wa Yesu umetimia ya kwamba manabii wameingia. Jambo la tatu, jamaa anasema ya kwamba yeye Owuor na Mungu, hao wawili tu, yeye Owuor na Mungu ndio peke yao wanajua siku na saa ya kurudi kwa Yesu. That by showing me the vision of the midnight clock, let me explain something here. Nobody knows the day or the hour. So there is no formula I can use today. There is no formula I can use to translate for you what 1 minute in heaven in the Father, on the Father's clock. And remember, only the Father knows the time. Not even the Messiah, not even the angels. Only the Father and his prophet. Only the two. Because the prophet must announce it. That I know very well. The Lord has told me that on that day, right before the Messiah arrives, the only person who will know is the two prophets of Yahweh, the preparers of the way. Right before that thing happened, before that moment occurs, right before he takes the church, I told you that the Lord he will reveal to us at that exact moment when it's about to happen. The only person that will know is the voice speaking with you here. You can tell that. Biblia inasema, Yesu anasema ya kwamba hakuna ajuaye siku na saa ya kuja kwa Yesu isipokuwa Baba. Hata malaika hawajui na hata Yesu hajui. Ndivyo maandiko yanavyosema katika kitabu cha Marko 13 na mstari wa 32. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba. Nabii wa uongo ametuambia ya kwamba ni yeye na Mungu ndio wanajua. Ni nani nabii wa uongo kuliko yeye? Ni yeye. Neno limethibitisha. Tumeyahakikisha. Kwa hivyo hii miujiza yake yote mumeona mahali huwa inatoka. Jambo jingine ambalo linamumaliza kabisa kwamba ni nabii wa uongo ni jambo la utabiri ya kwamba Israeli na Irani vingeenda kuanzisha vita. Watu wake wanamsifu ya kwamba nabii alionyeshwa ya kwamba Israeli itaanza vita na Iran, na hiyo vita imefanyika mwezi wa 6. Hii ndio ama huu ndio unabii ambao unamumaliza na kumuonyesha ya kwamba yeye ni nabii wa uongo. Unamuonyesha namna gani? Acha tumchambue na utahakikisha. Msikie akisema ya kwamba kwenye huo unabii wake ambao anasema ya kwamba Mungu alimuonyesha mwaka sijui wa 2005. Ni kwamba anasema ya kwamba ndege ambazo singelipua ule mlima ni ndege mbili. 2 P2 bombers. Na sitatumia misaili 2 tu. Msikia akisema hayo mwenyewe kwamba ndege ni 2 na missiles ni 2. Today is the 4th of April, the year 2025. And 2 days ago, the Lord Almighty, He spoke with me, blessed people, about the Iran nuclear war. This is a war that I prophesied ever since September 27th, the year 2005, when the Lord spoke with me about this war for the first time. Again, September 27th, 2005, from Mbeya, Tanzania. When the Lord first revealed to me that war, that there is going to be a nuclear war in Iran, remember the Lord showed me 2 missiles. 2 missiles, I'm not sure whether they're nuclear missiles or they are bunker busters. And when I saw the 2 missiles, those missiles, they have a copper tail. But now the Lord has shown me how this war will break out. That there will be 2 B-2 nuclear bombers that will be sent at night. And when they fire, their missiles rain down. They rain down and hit multiple targets. Anasema, I am not sure
I am not sure kama ni missile ama ni nini. Hiyo sio lugha ya nabii, msikie akisema hilo. Remember, the Lord showed me 2 missiles. 2 missiles, I'm not sure that they're nuclear missiles or they are bunker busters. I am not sure is not the language of a prophet. Nabii anaonyeshwa mambo yote bayana na Mungu. Muone Yohana wa Ufunuo, ona Danieli, ona manabii Yeremia, Isaya, ni nani? Kila nabii aliyeonyeshwa mambo yajayo anaelezea na kila undani wake alionyeshwa na uhakika wote. Lakini huyu wa uongo anasema I am not sure. Msiki eti sina uhakika. Nabii hana uhakika. Yohana naona mpaka kwamba samaki wote na viumbe wote wamekufa mpaka ndani ya maji, wote alionyeshwa. Yaani kila detail ya unabii wa Mungu inajulikana na ni jambo la hakika. Lakini nabii wa uongo I am not sure. Continue not being sure, na unawadanganya watu wa Mungu na kuwafumba macho na miujiza ya uongo ya kuwapotosha. Lakini ukweli ni upi? Ni kwamba ndege zilizotumika ni ndege 7 aina ya P2 bombers. Uwoli alisema zilikuwa zitumike 2. Alionyeshwa na huyo Mungu wake kwamba ni 2. Lakini ukweli ni kwamba kwenye hiyo vita ambayo ilitokea mwezi wa 6, ndege zilizotumika zilikuwa ndege 7. Mizinga iliyotumika aina ya GPU 57 ni 14. Yeye anasema Mungu wake alimuonyesha ni 2, nabii wa uongo. Sikia ushahidi ndio huo ya kwamba zilikuwa ni ndege 7 na mizinga 14 inayotumia GPS. We are back with the Fox News alert. U.S. military bases in the Middle East remain vigilant after Iran threatened to retaliate after yesterday's strikes, which hit 3 of the country's nuclear facilities. The attack was the largest B-2 operational strike in U.S. history, utilizing 7 of the stealth bombers and more than 125 other U.S. military aircraft, according to the Pentagon. In total, the U.S. employed approximately 75 precision-guided weapons, including 14 of the 30,000-pound bunker buster bombs and over 24 Tomahawk cruise missiles launched from a U.S. submarine. Lucas Tomlinson is live at the Pentagon with the latest. Lucas. Msikia Uwoli akisema ya kwamba huyo Mungu wake alimuonyesha ya kwamba ile mizinga imetengenezwa mkia ama tail ama fin. Mkia wake umetengenezewa kopa, yani shaba. Na akasema ya kwamba ule msinga unapotelemuka uende kufanya kulipua eti unazunguka anti-clockwise. Ndivyo umemsikia akisema, msikia akisema, ndipo nikueleze. Remember, the Lord showed me 2 missiles. 2 missiles, I'm not sure that they're nuclear missiles or they are bunker busters. And when I saw the 2 missiles, those missiles, they have a copper tail. The tail fin of the missiles is copper. The tail of the missiles is copper. And as the missiles are shot towards Iran, their tails, the copper tails or brass, they turn anti-clockwise. They turn anti-clockwise. Those missiles, as they go to hit the facility down in Iran. Ukweli ni upi? Ukweli ni kwamba lile kombora lililotumika kama yale makombora aina ya GBU 57, ule mkia wake ama lile kombora lenyewe lina uzito wa kilo 13,600, 13,600 kilograms, na limetengenezewa chuma nzito steel, na hakuna kopa imetumika huko. Uwoli Mungu wake alimuonyesha imetengenezewa kopa. Lakini ukweli ni kwamba kopa haitumiki huko kwa kutengeneza huo mzinga. Wacha wenyewe wakuambie. Angalia kwenye hilo somo. Anasema ya kwamba hilo kombora aina ama panka pasta GBU 57 haitengenezewi kopa. Nabii wa uongo. Alafu anasema ya kwamba ule mkia wake ama tail ama fin yake eti inazunguka anti-clockwise ikiteremka kwenda kulipua. And as the missiles are shot towards Iran, their tails, the copper tails or brass, they turn anti-clockwise.
they turn anti-clockwise. Those missiles, as they go to hit the facility down in Iran. Wenye huo mzinga ambao wameutumia, na hata ukiangalia wanasema ya kwamba ile tail haizunguki, haifanyi mzunguko wowote. Angalia hapa, wenyewe wanasema ile tail haizunguki clockwise ama anti-clockwise, haizunguki upande huu wala upande ule. The video I'm about to show you is a culmination of over 15 years of development and testing. As I said, hundreds of test shots on various models. This is one weapon. So if you take a view of this as 5 additionals, you'll get a sense of what this looks like. Keep it going for a minute. You'll see inside the mission space. Nabii wa uongo, Owoli ni nabii wa uongo. Huyo Mungu wake anayemuonyesha ni mapepo ambayo hayajui kesho ni nini kitatokezea. Wanafikiria tu yale ambayo wamepanga, na kumbe Mungu anawaruhusu wafanye mengine na mengine hawaruhusu. So huyo Mungu wake anayemuonyesha anamuonyesha mambo ya uongo. Kwenye hiyo njozi yake aliyoonyeshwa, msikia akisema ya kwamba alionyeshwa kwamba hiyo vita ikianza, milipuko ambayo itatokea itatikisa dunia. Kwamba italeta moto wa ajabu ambao utapaa mpaka mbinguni na kuonekana duniani pote, na milipuko ambayo itatikisa dunia yote, na itakuwa vita kuu kuliko vita vyote. Msikia akisema hivyo. And when those missiles, they strike the nuclear power station at the foot of the mountain in Iran, in the desert of Iran, a huge historic explosion takes place. A massive explosion happens. A tremendous historic explosion takes place. The biggest fire, bigger than ever seen. The biggest fire the earth has ever seen blows up, and it goes as far as almost heaven is, and goes all the way as far as east is and west is. And within the inside of that huge flame, that huge fire, there are small flames inside, small flames constituting that humongous explosion of fire that will take place in Iran. And that is when I understood that this is a nuclear war. That is a nuclear explosion that happens in Iran. Ukweli ni kwamba hii milipuko ilikuwa ni underground, ndani ya ardhi. Sio ile ambayo inalipua na kuleta moto kama atomic bomb inaleta moto ambao unapaa mpaka mbinguni. Hapana, nabii wa uongo. Ona, wenyewe wanasema ni underground explosion ambayo hata juu itaonekana tu kidogo tu, na ilionekana kidogo tu, lakini ndani ndipo uharibifu unafanyika. Keep it going for a minute. You'll see inside the mission space. Unlike a normal surface bomb, you won't see an impact crater because they're designed to deeply bury and then function. I know there's been a lot of questions about that. All 6 weapons at each vent at Fordo went exactly where they were intended to go. Msikia akisema ya kwamba huyo Mungu wake alimuonyesha ya kwamba hiyo vita ya Israeli na Irani ambayo
ingefanyika, ambayo ilifanyika mwezi wa 6, eti ingekuwa ni vita kuu ya dunia. Ni kama vita vikuu vya 3 vya dunia. Eti dunia yote sasa vita hiyo itashika. Ndio itakuwa vita kuu kuliko vita vyote ambavyo vimewahi piganwa duniani, na itashika dunia nzima. It will be a shock and awe. This is going to be the biggest breakout of the greatest war on the earth. The greatest war that the earth, the most historic war that the earth has never seen is about to break out on the earth. Ukweli ni upi? Hiyo vita ilichukua siku 12, 12 days ikaisha. Israeli ilipoanza vita na Iran, waligonga zile sehemu zenye nuclear, wakapomoa, wakamaliza, na haikuwa a nuclear war. Owori alisema ni vita vya kinuclear. Haikuwa vita vya kinuclear, hakuna nuclear ilitumika, lakini yeye amesema Mungu wake alimuonyesha kwamba nuclear ingetumika. Nuclear haikutumika. Ilichukua siku 12 tu. Ona hapo. Siku 12 peke yake ndio hiyo vita ilichukua. Na ni mataifa gani yalipigana huko? Ni Israeli peke yake ndio ilichapa Irani. Marekani ilituma zile ndege za B2 bombers, zile ambazo zilienda kulipua tu maeneo ya ambapo walikuwa wanataka kutengenezea sana saa kinyuklia. Nabii wa uongo, vita vikuu vya 3 havikufanyika, mataifa mengine hayakuhusika. Nabii wa uongo ndiye huyu ambaye anadanganya watu, na ameanzisha kanisa ama makanisa kwenye haya maeneo yote, na watu wanashika, wanasema ya kwamba the mighty prophet of the Lord sio Lord God, ni huyo Mungu mwingine wa dunia. Maana maandiko, amegongana na maandiko, na unabii wake ni unabii wa uongo. Umetimiza lile Yesu alisema ya kwamba mkiona hao manabii mjue ya kwamba kurudi kwa Yesu kumetimia. Ametimiza unabii tukiona. Hao manabii wa uongo hawa ambao wanatumika kuonyesha miujiza ya ajabu na manabii ya uongo, wanajuaje mambo fulani? Ni kwa sababu shetani ndiye anayepanga vita duniani. Kwa hivyo anajua ya kwamba wakati fulani fulani atasababisha vita fulani. Haitakuwa vigumu kwake kumwambia nabii wake ya kwamba sema Bwana amekuonyesha vita fulani na pigana, kumbe ni ile ambayo yeye mwenyewe amepanga. Shetani ndiye anayewaroga watu, ndiye anayewaletea ugonjwa, ndiye anasababisha matetemeko mengine, ana uwezo wa kuleta mpaka vimbunga na mikasa mbalimbali. Ona katika kisa cha Ayubu, shetani anaweza kufanya uharibifu fulani duniani. Kwa hivyo anaambia manabii wake kwamba Bwana amenionyesha ya kwamba jambo fulani litafanyika, kumbe ni ile ambayo shetani amepanga. Sio eti ni Mungu anawaonyesha. Hawa watu wanasikiliza mapepo, ndio sababu udanganyifu umekuwa mwingi duniani. Na ndio sababu naona mengine wanajua. Wali anasema eti nilionyeshwa hiyo vita inaenda kuanza usiku. Ndio, shetani ndiye anapanga hayo mambo, ashindwe katika jina la Yesu. Nimekuonyesha matukio machache, lakini haya ndio matukio ya manabii wa uongo na miujiza ya ajabu ambayo inafanyika makanisani ulimwenguni wote, katika kila pembe ya dunia. Hawa pepo wachafu, hawa vyura wamesidi kila sehemu, kuonyesha ya kwamba hakika unabii umetimia na Yesu anarudi. Ningekuletea yote hakungekuwa na muda. Ni mambo mengi na vituko vya ajabu kila mahali ulimwenguni ambayo yanatimiza unabii. Ninakuachia neno la Mungu la Biblia. Ndivyo Biblia imesema ya kwamba tushike neno. Jihoji uone ya kwamba je, wewe ni mmoja wa wale ambao wamefungwa kwenye ibada za uongo, ibada za manabii wa uongo, ibada za miujiza ya kishetani ambayo imeondoa watu imani yao kwa Mungu na kwa Yesu na kwa neno lake, na kuwekwa kwenye mapasta na wahubiri wa uongo? Jihoji. Maana Biblia inatuambia vizuri sana katika kitabu cha Wakorinto wa 2:13 na mstari wa 5. Jihoji mwenyewe, examine yourself, uone kwamba uko kwenye imani. Je, imani yako iko na misingi kwenye neno la Biblia? Na Mwadventista wa Sabato, wewe ambao unajua unabii wa Mungu vizuri, ukiona hii miujiza unajua ya kwamba tumefika kipindi cha ibada ya mnyama. Maana hii miujiza inatayarisha njia kwa ibada ya lazima ya mnyama ya Jumapili. Manabii wa Mungu wanasimama kwenye Sabato yake. Maana tunasoma ya kwamba katika Old Testament na kwa New Testament manabii wote walikuwa watunza Sabato. Hata neno linashuhudia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 27 anasema, kwa maana wakaao Yerusalemu na wakuu wao
kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato wameyatimiza kwa kumhukumu. Kulingana na hili fungu, maneno ya manabii yanasomwa, yanapatikana makanisani siku gani? Siku ya Sabato. Lakini cha ajabu, ukiona hii miujiza na maajabu na vituko hivi vya manabii wa uongo, hawa wote ni wa Jumapili. Hakuna nabii ambaye anafanya haya mambo siku ya Sabato. Ni wa Jumapili, hawatunzi Sabato vile ambavyo neno linasema. Na neno lilituambia tuwapime kwa sheria ya Mungu. Amri ya aina ya Mungu inasema ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya saba, Sabato ya siku ya saba. Ndio manabii wanasimama kwenye makanisa. Lakini hao wengine wote wameenda kwa siku ambayo sio Sabato ya Bwana. Jihoji mwenyewe na msabato ujue ya kwamba wakati huo umefika. Ndio maana nimeunganisha haya mambo ya kwamba hii mipango ya kuleta ibada ya Jumapili unaona inaendelea, na unabii wa uongo, wale chura, pepo wachafu wanaendelea na miujiza makanisani kuwadanganya watu wajiunge kwenye vita ya kumpinga Mungu. Fanya uamuzi kwamba unapingana na Mungu ama unapigana pamoja na Mungu ukiwa kwenye kundi la Mungu.